Na hali gani ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu muda na wakati mwingine katika simulizi mpya, simulizi inayokwenda kwa jina la Chokola Shujaa wa Familia. Hii ni simulizi TZ. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Huu ni mwanzo wa sehemu ya kwanza katika simulizi hii iliyojaa visa, mikasa, unyanyasaji pamoja na ushujaa. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika simulizi hii iliyokuwa na mafunzo makuu na yenye mandhari mazuri katika nchi ya Tanzania na familia za Kitanzania. Songa nami. Jua la asubuhi lilichomoza taratibu likitandaza mwanga wake juu ya jiji la Dar es Salaam. Katika eneo la Mikocheni kulikuwa na nyumba moja kubwa yenye geti la chuma lililopakwa rangi ya dhahabu na bustani ya kuvutia iliyopambwa na maua ya rangi mbalimbali. Nyumba hiyo ilikuwa mali ya Mzee Adamu, baba mwenye mafanikio makubwa katika biashara ya vifaa vya ujenzi. Ndani ya nyumba hiyo maisha yalionekana kuwa mazuri tena ya starehe. Watoto wake watatu, Baraka, Nuru pamoja na Rehema, walizoea maisha ya kifahari. Baraka ndiye mtoto wa kwanza. Alikuwa na umri wa miaka takribani 16 na alikuwa kijana mchangamfu mno, mwenye heshima na bidii katika masomo yake. Nuru, msichana wa pili, alikuwa na umri wa miaka 14, mwenye tabia ya ukaidi na majivuno kutokana na maisha ya kifahari ndani ya familia yake. Rehema, ambaye ni mdogo wao, alikuwa na umri wa miaka 7, mtoto mcheshi aliyependwa sana na familia nzima. Mama yao Bi Aisha alikuwa mwanamke mpole na mwenye upendo mkubwa kwa familia yake. Alikuwa akiweka misingi ya maadili kwa watoto wake, hasa kwa Baraka ambaye alionekana kuwa mwelewa zaidi na zaidi kati ya watoto wake wote. Mzee Adamu alijulikana kama mtu mwenye roho ya kusaidia jamii. Alisaidia maskini, alitoa misaada misikitini pamoja na makanisani, na aliheshimika kama mmoja wa wafanyabiashara wakubwa waliokuwa na ushawishi mkubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hali hiyo iliwafanya watoto wake waishi maisha ya raha mustarehe, wakiwa hawajui ladha ya tabu wala mateso yoyote yale. Mambo yalibadilika ghafla wakati biashara ya Mzee Adamu ilipokumbwa na matatizo makubwa. Mwanzo ilionekana kama changamoto ya muda mfupi, lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi na zaidi. Wateja wake wakubwa waliokuwa wakinunua vifaa vya ujenzi kutoka kwake walifilisika, jambo lililosababisha kuporomoka kwa biashara yake. Akaunti zake za benki zilianza kupungua, huku madeni yakizidi kupanda kila siku kila kukicha. Itaisha tu, Mzee Adamu alijaribu kumwambia mke wake, tena kwa matumaini makubwa. Hili ni jaribio tu la kibiashara. Lakini hali iliendelea kuzorota. Vifaa vya ujenzi vilianza kuzidiwa tena na ushindani mkubwa, na muda si mrefu akaunti zake zilianza kufungwa moja badala ya nyingine. Hatimaye nyumba yao ya kifahari iliuzwa ili kulipa madeni. Familia ikahamia katika chumba kidogo cha kupanga kilichokuwa maeneo ya Mazese. Kwa hali ngumu kwa watu wote wale, lakini ilimuumiza zaidi Baraka kuona baba yake mwenye heshima kubwa sasa akiwa mtu aliyepoteza kila kitu. Maisha ya shida yalipoanza kuwa kawaida, tabia za familia hiyo zilianza kubadilika. Mzee Adamu alianza kulewa tena kila siku. Alikuwa mtu mwenye hasira kali na mara nyingi alirudi nyumbani usiku akiwa amelewa,
tena amelewa chakari, akiwa hajitambui. Baraka aliyekuwa mtiifu na mwenye heshima alijitahidi kuchukua jukumu la kusaidia familia. Mara nyingi alikwenda kutafuta vibarua vya kubeba mizigo sokoni ili kusaidia kupata chakula, lakini juhudi zake hazikutosha. Siku moja mzee Adamu alirudi nyumbani akiwa amelewa, tena amelewa mno. Uso wake ukiwa na hasira, Baraka alijitahidi kumsihi baba yake awe na subira, lakini mambo yalienda mrama. Hivi unajiona wewe ndio kichwa cha familia Si ndio? Wewe ndio kichwa cha familia kwa sasa? Mzee Adamu aliunguruma akimwambia mwanae Baraka. Hapana baba, mimi nilitaka tu ubadilike. Baraka alijaribu kueleza, lakini baba yake alimkatisha kwa kofi kali usoni. Wewe ni mzigo tu. Yaani tena ni mzigo mkubwa hapa nyumbani kwangu. Alifoka. Ondoka kwangu. Kwa huzuni na machozi yakimtiririka, Baraka alikusanya nguo zake chache kwenye mfuko wa plastiki na kuondoka. Hakuwa na pa kwenda, lakini hakutaka kubaki mahali ambapo hathaminiwi. Baraka alitembea usiku kucha bila kujua ni wapi angepata hifadhi. Mwishowe kabisa alijibanza pembezoni mwa soko la Kariakoo. Akajilaza sakafuni huku baridi kali ikimtikisa mwilini mwake. Asubuhi ilipofika, aliamka akiwa na njaa kali. Hakujua pa kuanzia, lakini alijua kuwa kulalamika hakungebadilisha hali yoyote katika maisha yake. Lazima nipambane, Baraka alijisemea kimoyomoyo, huku akiinuka na kuanza kutembea mitaani. Akiwa njiani, aliona kundi la vijana waliokuwa wakiokota chupa za plastiki na makopo ya chuma. Alisogea karibu na mmoja wao na kuuliza, "Kaka, hizi mnaziokota kwa ajili ya nini?" "Hizi tunaziuza." Kijana huyo alijibu, "Gunia moja la chupa unalipwa shilingi 5,000. Baraka hakujiuliza, yaani hakutaka mambo mengi. Alianza kuchakura kwenye mitaro, dampo la taka na maeneo ya karibu na vibanda vya biashara, akitafuta chupa na makopo. Siku hiyo alifanikiwa kujaza nusu gunia na kulipwa shilingi 2,000 tu. Alizitumia pesa hizo kununua maandazi 2 na chai ya rangi, chakula ambacho kilionekana kama sherehe kwake. Baada ya siku ngumu kupita, usiku wa siku hiyo, Baraka alilala chini ya vibanda vya sokoni, akiwa amefunika mwili wake kwa mifuko ya plastiki kujikinga na baridi kali. Baraka aliamka alfajiri ya siku iliyofuata akiwa na mwili mchovu na maumivu makali mgongoni. Kulala juu ya sakafu ya simenti kulikuwa ni mateso makubwa, lakini hakukuwa na namna nyingine yoyote ya kuweza kufanikisha kulala sehemu nzuri zaidi ya kupambana. Aliketi kwa muda mfupi akitazama anga lililokuwa likipambazuka, akitafakari maisha yake yalivyobadilika ghafla. Ama kwa hakika nitapambana, siwezi kukata tamaa, alijisemea kimoyomoyo Baraka. Baraka akiwa na njaa kali, Baraka alianza siku yake kwa kuelekea dampo kubwa lililokuwa karibu na soko la Ilala. Alikuwa ameambiwa kuwa hapo ndipo vijana wengi wa mitaani walikusanyika kutafuta vitu vya kuuza kama chupa za plastiki, makopo ya chuma na mabaki ya vyakula vilivyotupwa na wafanyabiashara wa soko. Dampo lilikuwa mahali pa kutisha. Uchafu ulikuwa umetapakaa kila kona na harufu mbaya ilijaa hewani. Nzi waliluka kila mahali na paka pamoja na mbwa walikuwa wakiparura mabaki ya vyakula huku wakikoroma kwa ukali. Baraka alishika mfuko wa plastiki mkononi na kuanza kuchakura katika taka hizo. Alipenyeza mikono yake ndani ya marundo ya uchafu. Mara nyingine alijikuta akishika vitu vya hatari
kama vipande vya chupa vilivyovunjika au mabaki ya chakula yaliyooza. Ilikuwa kazi ngumu na ya kuchosha. Jasho lilimtiririka mwilini, huku njaa kali ikimsumbua. Wakati mwingine alilazimika kugombania chupa na vijana wengine waliokuwa wakifanya kazi hiyo. Mwishowe, baada ya saa kadhaa kupambana, Baraka aliweza kukusanya gunia moja la chupa. Alijitahidi kubeba kuelekea kwa mnunuzi wa vyuma chakavu pamoja na makopo. Lakini safari hiyo haikuwa rahisi kwake, kwani gunia lilikuwa zito mno, na kila hatua aliyopita alihisi kama anapanda milima. Alipowasili kwa mnunuzi, hakuamini kile alichoona machoni mwake. Macho yalimtoka kama mjusi alibanwa na mlango. Nguvu zikamuisha kabisa na kunyong'onyea. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya Chokola, shujaa wa familia. Langu jina ni Mr. A Romantiki. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Baki hapo hapo, subiria muendelezo ambao utakuja hivi punde. Asante na kwaheri. Bye bye.